Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Shule ya msingi Excellent awali iliyokuwa ikijulikana kama Tengeru English Medium iliyopo wilayani Arumeru mkoani Arusha imefanya mahafali ya 13 ya darasa la 7 ambapo jumla ya wanafunzi 36 wamehitimu rasmi elimu yao ya shule ya msingi. Akizungumza katika mahafali hayo, mkuu wa shule hiyo Bi Tumaini Lusinyari Noah ameleza mafanikio ya shule hiyo, lakini pia amezitaja changamoto zinazokabili shule hiyo ikiwemo ubovu wa barabara kuelekea katika shule hiyo, lakini pia uwepo wa baadhi ya wazazi wasiokuwa wazalendo ambao walijaribu kuichafua shule hiyo kwa kutoa taarifa zisizokuwa sahihi. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaelezwa ni kwamba wazazi hao waliwahi kutoa taarifa za kudai kwamba kuna wanafunzi ambao walizuiliwa shuleni hapo kutokana na kushindwa kulipa ada wazazi wao, kitu ambacho hakikuwa ni kweli. Ukweli ukiwa ni wazazi walishindwa kuwafuata watoto wao kwa sababu walikuwa wanajua kwamba wanadaiwa ada, hivyo ili kukwepa kulipa ada katika shule hiyo wakawatelekeza watoto hao katika shule hiyo. Jina naitwa Tumaini Lusinyari Noah, ni mkuu wa shule katika shule yetu ya Excellent ambayo kwa zamani ilikuwa inaitwa Tengeru English Medium. Siku ya leo tumefanya mahafali ya darasa la 7 ambayo wanafunzi waliohitimu ni 36, wa kike wakiwa 20, wa kiume wakiwa 16. Mahafali ya kwetu ya leo kwa shule yetu ya Excellent ndio naweza nikusema ni ya kwanza, ila kwa kipindi cha nyuma kwa kuwa shule tulichukua kutoka Tengeru ni mahafali ya 13. Baadhi ya wazazi wenye watoto wasioweza kuwa na uzalendo na kuweza kuchafua shule yetu. Kwa nini nasema wazazi wanachukulia mtazamo hasi? Ni kwa kuwa naona sisi tunafuata taratibu zote zinazopaswa kufuatwa ambazo wao hawajazizoea. Wao walizoea zile za kawaida tu, mzazi anakuja anamleta mtoto anafanya kama vile shule ni ya kawaida tu, ni yani haina utaratibu. Ila sasa hivi tumejipanga kuwa ni lazima hii shule iendelee na tutafuata utaratibu. Kama mtu anamleta mtoto wake hapa, ni lazima akubaliane na taratibu zetu zote za ulipaji wa ada pamoja na taratibu zote za shule tulizoziandaa sisi ili shule yetu iweze kusonga mbele. Wanafunzi wangu wote wameweza kugraduate pamoja na wazazi wao pia wameweza kufika shuleni. Ingawa huko nyuma kulikuwa na changamoto mbalimbali za wazazi kwa kutokuwajibika katika maeneo yanayowahusu ambayo ni ulipaji wa ada. Kila mwanafunzi atasoma hii shule kwa weledi na wazazi inabidi watuelewe kuwa tunahitaji ushirikiano wao na wanapaswa kutambua kuwa hii shule sio ya serikali, ni ya mtu binafsi. Hivyo kupitia wazazi tunategemea wataelewa utaratibu wetu tulioweka kuwa ni lazima hii shule iendelee kwa utaratibu wa shule za private inavyopaswa kuwepo. Nachoomba serikali watupe ushirikiano wanavyosimamia hizi shule. Maanake wao ndio wasimamizi wakuu. Wasiegemee upande mmoja wa wazazi wakatulaumu sisi tunaoendesha shule. Maanake shule mpaka mtu ameamua kumleta mtoto wake shule ya private, ina maana amejiandaa kufuata taratibu za shule husika. Mimi ninachoomba tu serikali itilie msisitizo mzazi mwenye uwezo wa kumleta mtoto wake shule ya private aende na afuate utaratibu, na asilete utaratibu ule wa serikali wa shule bure, yani kusoma bure, akauleta huku kwetu kwa shule binafsi. Kuna tatizo la barabara kuwa mvua ikinyesha miundombinu haijakaa vizuri. Na tuelewe kuwa shule hii ni ya bweni na ya kutwa. Tunatumia usafiri wetu kusafirisha watoto wa kutwa. Hivyo mabasi yetu yanapata shida njiani kutokana na barabara ni mbovu. Na tunashindwa kuwafikia wazazi wale walioko ndani kabisa kutokana na kuwa barabara zetu hazijakaa vizuri.
Kwa upande wake, mgeni rasmi katika mahafali hayo Dr. Bakari George ambaye ni mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru alisisitiza umuhimu wa wazazi kulipa karo kwa wakati ili kuisaidia taasisi kuendelea kutoa huduma bora. Naitwa Bakari George, ni mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru. Mkubwa, wazazi wanafurahia watoto wao wasome, lakini wengi kwa kweli aidha kwa sababu moja au nyingine wanakuwa wazito kutimiza wajibu wao, na hiyo inapelekea uendeshaji wa taasisi za elimu wakati mwingine kuwa mgumu kidogo. Kwa hiyo wazazi ambao tuliopo, nafahamu nikiangalia sura za wazazi wote hapa simuoni mzazi ambaye wakuchelewesha hapa, lakini kama hawa wapo, basi ili tuweze kuandaa watoto hawa na waweze kufikia matarajio ya ndoto zao, naamini ya kwamba mojawapo ya jukumu na wajibu mkubwa wa mzazi au mlezi ni kuweza kulipa karo kwa wakati ili kuwezesha taasisi kuweza kutekeleza na kutimiza majukumu yake, ikiwemo kuandaa vijana hawa. Na sisi tunataka kuwaambia tunawapongeza sana kwa siku hii muhimu ya kuhitimu kwenu, na tunawatakia kila la heri. Kama wazazi tumeshatimiza na walezi tumetimiza wajibu wetu kwa hapa ambapo mmefika. Tunaahidi ya kwamba tutaendelea kutimiza wajibu na wetu tena kwa hatua nyingine ambayo mnafuata, lakini kama ambavyo wenyewe mmesema, na sisi tunawaomba msipotee njiani. Tumewapa mabawa ili mruke mfikie ndoto zenu, lakini tumewapa mizizi ya kimaadili, mizizi ya kitaaluma ili muweze kujikita chini na kufikia matarajio ya ndoto zenu. Kwa upande wao, wazazi waliopata nafasi ya kutoa maoni yao walieleza furaha yao kwa maendeleo ya watoto wao walipokuwa hapo shuleni, huku wanafunzi pia wakishukuru walimu kwa malezi na elimu waliopewa, wakiahidi kwamba wataendeleza nidhamu na bidii popote waendapo. Niko hapa kwa ajili ya mahafali ya darasa la 7 katika shule yetu ya Excellent, ambako pia mimi ni mzazi. Naweza nikasema kwamba shule ya Excellent ni shule ambayo nimeishuhudia kwamba ni shule sahihi. Tuna shule nyingi, lakini shule ya Excellent ambako mtoto wangu amekuwa akisoma, briefly ni kwamba hapa nyuma shule hii kidogo iliumba kitaaluma, lakini tangu Excellent, uongozi wa Excellent wameshika hii shule, kwa kweli improvement kitaaluma ya watoto imepanda. Lakini pia sio kwamba wanalelewa tu kiakili, lakini wanalelewa kiroho vizuri sana. Tuna patron na matrons wazuri ambao wanatunza watoto wetu katika nidhamu. Meona vipawa na karama mbalimbali za watoto wetu wakizawadiwa kipekee. Meona nidhamu, meona vile vipawa na karama, upekee wa watoto wetu. Haya ni matokeo ya shule ambayo iko kwenye mikono salama kitaaluma. Walimu wetu ambao wameajiriwa katika hii shule, uongozi wa shule yetu ya Excellent ni uongozi ambao umejinadi duniani kwamba kitaaluma ni watu wazuri. Kwa hiyo natoa wito kwa wazazi mahali hapa na pale, kwa kweli walete watoto katika shule yetu ya Excellent. Mimi kama msomi nathibitisha kwamba hapa shule yetu ya Excellent ni mahali sahihi kabisa. Watoto wetu watalelewa kiroho vizuri, kimaadili, watalelewa kiakili kwa maana ile academic performance, na watotoka watu ambao wataenea Tanzania katika taifa letu na hata ulimwengu kitaaluma. Kwa mfano, mimi ningeshauri ikiwezekana watoto wetu waanze kujifunza kompyuta. Waanze kujifunza kompyuta kwa sababu kwa kuwa dunia pia ina ushindani wa kitaaluma sasa hivi na kisayansi, waanze kujifunza kompyuta. Kompyuta zitawasaidia sana huku mbele wanakoenda sekondari na vyuo baadaye, ni kumjengea mtoto msingi wa kutumia kompyuta. Lakini mitandao ya simu, watoto waitumie mitandao ya simu sio kuangalia picha mbovu na udaku na habari mbaya mbaya, lakini watumie hata simu kwanza kuna ulodi mambo ya shule, mambo ya taaluma, mambo ya masomo, kwa sababu sasa hivi ulimwengu umeshakuja kama kijiji. Simu zetu zina kila kitu kule ndani. Ukienda kwenye Google, ukienda wapi kwingine, unapata taarifa za kitaaluma. Kwa hiyo wazazi wafundishe watoto kutumia simu za mkononi kwa ajili ya kujisomea nyumbani. Kwa majina naitwa Innocence Emmanuel Kabipi, ni mhitimu wa darasa la 7 katika shule ya Excellent. Kwa siku ya leo tumefanya mahafali yetu ya 13 na ninajihisi furaha sana kumaliza katika shule ya Excellent. Kwanza nilianza shule hii nikiwa bado mdogo sana katika darasa la prepo,
walinipokea kwa upendo sana, na mpaka sasa namaliza darasa la 7. Ninajivunia kuhitimu katika shule hii, na wazazi na washauri mwalete watoto wenu katika shule hii yenye malezi bora ya kidini na pia kimasomo. Mnakaribishwa kwa mwaka ujao kuwaleta watoto wenu. Nawashukuru sana, na mahafali ya leo yalikuwa mazuri sana. Tulikuwa na vitu mbalimbali kama vile fashion show, drama na pia muziki. Nawashukuru sana walimu wangu kunifundisha tokea nilipokuwa mdogo, wamenielewesha na mpaka leo nimepata tuzo hii ya kuwa mwanafunzi bora katika shule hii. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.